Swali bila khushu ni jambo ambalo wengi wetu tunalipitia, lakini wachache hulitambua kwa uzito wake. Unasimama mbele ya Allah, lakini moyo wako haupo hapo. Midomo inasoma, lakini akili iko mbali. Unarukuu, unasujudu, lakini ndani yako hakuna utulivu, hakuna unyenyekevu. Swali la kujiuliza leo ni hili: je, swala zetu zinapanda mbinguni au zinabaki ardhini? Khushu ni nini? Khushu si kusoma kwa sauti ndogo tu, si kufunga macho, si kusimama kimya. Khushu ni moyo wako kuwepo pale unaposwali. Ni kuhisi kuwa unasimama mbele ya Allah. Ni kujua kuwa kila neno unalosema unazungumza na Mola wako. Ni unyenyekevu wa ndani unaoonekana nje. Allah anasema katika Qur'an, kwa hakika wamefaulu waumini ambao katika swala zao ni wenye khushu. Hii inaonyesha wazi, khushu sio jambo la ziada, ni sehemu ya mafanikio ya Muislamu. Lakini leo wengi wetu tunaswali bila kuhisi chochote. Unasimama kuswali dakika chache tu, lakini akili yako inazunguka dunia nzima. Unakumbuka kazi, unakumbuka simu, unakumbuka mazungumzo, hata mambo yasiyo na maana kabisa. Na unamaliza swala haraka sana, kana kwamba ulikuwa na haraka ya kuondoka mbele ya Allah. Hii ni hali hatari sana, kwa sababu swala sio mazoea, ni ibada. Mtume Muhammad, rehma na amani zimshukie, alituonya kwamba mtu anaweza kuswali, lakini akapata sehemu ndogo tu ya swala yake, nusu, robo, au hata chini ya hapo, kwa sababu ya kukosa khushu. Fikiria hili: unaswali mara 5 kila siku, lakini unapata thawabu kidogo sana, kwa sababu moyo wako haukuwepo. Ni hasara kubwa sana. Kwa nini tunakosa khushu? Sababu ni nyingi, lakini hizi ni baadhi yake. Kwanza, kuzoea swala bila kufikiria maana yake. Unasoma Al-Fatiha kila siku, lakini hujui hata unachosema. Pili, moyo kushikamana na dunia. Ukijaza moyo wako na mambo ya dunia, hautapata nafasi ya kuhisi utamu wa swala. Tatu, kukosa maandalizi kabla ya swala. Unakimbia kutoka shughuli zako, unaingia moja kwa moja kwenye swala bila hata kutulia. 4, dhambi zinatia giza moyoni, na moyo wenye giza hauwezi kuhisi khushu. Sasa swali muhimu: tufanye nini ili kupata khushu? Kwanza, tambua unayesimama mbele yake sio mtu wa kawaida, ni Allah, Mola wa mbingu na ardhi. Pili, elewa unachokisoma. Jifunze maana ya suratul Fatiha na tasbihi zako. Ukielewa, moyo wako utaanza kuhisi. Tatu, tuliza moyo kabla ya swala. Kaa kimya kidogo, achana na simu, vuta pumzi, jiandae. 4, soma polepole, usikimbie. Swala sio mbio, ni mazungumzo na Allah. 5, kumbuka kifo. Jiambie, huenda hii ndiyo swala yangu ya mwisho. Utaswali kwa tofauti kabisa. Ukianza kuswali kwa khushu, utahisi tofauti kubwa. Utahisi utulivu, amani, furaha ya ndani. Hata ukiwa na matatizo, swala itakuwa sehemu ya faraja yako. Badala ya kuwa mzigo, itakuwa mapumziko. Ndugu yangu, kuswali bila khushu ni kupoteza ladha ya ibada. Ni kama mwili bila roho, lakini bado kuna matumaini. Unaweza kubadilika, unaweza kuanza upya. Anza leo, hata kimani hatua ndogo. Swala moja kwa khushu ya kweli ni bora kuliko nyingi bila kuhisi. Muombe Allah akusaidie, kwa sababu khushu ni zawadi kutoka kwake. Ewe Allah, tujalie swala zenye khushu, tujalie nyoyo zenye unyenyekevu, na utujalie tuwe miongoni mwa waliofaulu. Amin.
Asante kwa kutazama Soul Reflection. Endelea nasi kwa hekima zaidi, mawaidha na malezi ya kiroho.